سعادة مدير المعهد وأخي الفاضل شيخ عبد الله جمعة منسق برامج المعهد، السادة الأفاضل مشايخنا من بعثة الأزهر الشريف، سادة المشايخ المدرسون، أولياء الأمور، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بكم في هذا الحفل الكريم، حيث نحتفل لتخريج الدفعة السادسة من أبنائنا في معهد النور الإسلام بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة. إننا في هذا اليوم سعداء بهذه المناسبة، نشكر الله سبحانه وتعالى على منه علينا وتكريمه لنا أن نقف اليوم لإبراز ثمرات المجدين من أبنائنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وفي طلبهم العلم في مستقبل حياتهم. Wazazi ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya furaha ya kuwashangilia vijana wetu ambao ni awamu ya 6 katika vijana ambao wamemaliza shule lao au masomo yao Mahad. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii na kutufikisha hapa tulipofika, sawa na alivyoeleza mudir wa Mahad kwamba idadi ya wanafunzi mpaka mwaka huyu 611 wakiwemo kutoka sehemu mbalimbali. Siku ya leo ni siku ya kufurahia matunda kwa kuonyesha furaha ya kazi vijana wetu wamefanya hadi kufikia pale ambapo wamefikia. Pongezi nyingi sana. Shukran lakum mashayikhina alkarim, shukran lakum. Hadha alfadlu alladhi qumtum bihi laysa lana ma nukafiukum bihi, faljuhdu alladhi tabdhulunahu litalimi abnaikum wa tathqifihim nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaykum wa yaziyakum khaira aljaza fi ddarain. Wa kwanza nitaanza kuwashukuru ni hawa wazee wamekaa hapa, hawa mashekhi wamekaa hapa. Kwa kweli Mahadi haina cha kuwalipa kwa mchoko na shida ya jua na mvua kwao, kwa kuja kuwafundisha vijana wao wote, hawapeni furaha. Kwa pili nitashukuru ni hawa vijana wangu abnai kiram, wamepita mabonde wakapanda milima kwa miaka 5, miaka 2 katika lugha ya Kiarabu na miaka 3 kwa ajili umri wako haujafika. Kwa hivyo Allah akikujalieni leo mmemaliza hapa, si kwamba mmemaliza elimu, lakini ndio sasa mnaanza kusoma, ndio sasa mnaanza kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuendeleza na kushelezeni kukaa mbele ya ndugu zenu Waislamu na kuwaelekeza
na kuwaelimisha kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalieni kukijua kwa dini yenu, ili muwaelekeze watu kwenye kitabu cha Mungu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hasa napenda kuwakumbusha ndugu zangu na vijana wangu wale ambao tuliwapokea kama wageni kutoka katika nchi jirani, Mahadi ikajitahidi katika kukaa nao na kuwalea. Wale ambao hawatobahatikiwa kwenda nje kusoma, basi wafanye sababu ya kurudi nyumbani ili waende kuwafundisha ndugu zao huko walikotoka, watajipata yao. Na hayo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema watu warudi kwao wakawafunze watu wao yale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia wayajue. Pia mabinti zangu ambao mtakuwa mmefikia kileleni kwenye masomo ya Mahad, wale watajaliwa kupata masomo ya kuendelea, alhamdulillah fabiha wa ni'ma. Na wale ambao itakuwa ndio mwisho wa msafara wao, mkaanza maisha ya kujenga familia zenu, kuweni waalimu wema, kuweni waalimu wema. Narjukunna antakunna muallimati khair, tunataka muwe waalimu wa kheri, muwafunze watu kwamba dini ya Uislamu ilivyomfunza mwanamama kuijenga nyumba yake, ilivyomfunza mwanamama kulea watoto wake. Onesheni mfano mzuri kwenye nyumba zenu, kuweni watiifu kwa kuwaonyesha watu wengine kwamba wasomi wa dini wanaifasiri dini yao katika maisha yao ya ujumla. Mkiwa hivyo, mtatoa risala njema, ujumbe mwema kwa familia na kwa umma mzima. Kwenye Mahadi mmesoma kitabu al-Usra, mmesoma mlango wa familia, mliusoma mwanzo mpaka mwisho. Maadama mlisoma mlango wa familia, tena mnausoma mwaka wa kwanza mkiingia thanawia, mnasoma mlango wa familia kuanzia uchumba mpaka ndoa mpaka kuachana. Allah asijalie mkawa wenye kuachana. Hayo mliyasoma ni kutaka myaelewe, halafu mkija kwenye maisha ya kila siku myafasiri ili familia yenu iwe familia njema. Halafu kuweni waalimu wazuri kwa dada zenu wengine, muwaelimishe, muwaelekeze dini yetu ya Uislamu inasema nini kuhusu mafunzo haya. Na wale wadogo bado ambao mtaendelea, na nyinyi pia fateni dada zenu waliokutangulieni, iwe ni mfano mzuri kwa jamii zetu. Hii dini ya Uislamu tunakwenda tunaifunza kadiri tunavyopata mafunzo, si kwamba kila mtu atapata mafunzo siku hiyo hiyo. Wa ila Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama hangeikaa miaka 23 anaufunza Uislamu. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba mafunzo yanadhibiti kwa mtu bitadaruj, taratibu taratibu. Kwa hivyo katika familia zenu kuweni wamama bora, walezi bora ambao watatoa mafunzo mazuri kwa ajili ya kuelekeza jamii. Wazazi ambao ndio mmetuletea watoto kwa ajili ya malezi na kuwapa elimu, wallahi tunakuombeni msiwe wale ambao wamesema si tumemaliza. Nyie walimu jijueni, lakini tusaidieni. Changamoto tunayokutana nayo katika kuwafunza vijana wetu na mabinti zetu ni kubwa sana, sawa na ripoti tunazozipata kwa wasimamizi mbalimbali Mahad, kuanzia kwenye adabu na malezi hadi wasimamizi wa visomo hadi mudiri wa Mahad. Wanapiga kelele sana na malalamiko mengi ya kutokuwepo ushirikiano wa karibu kwa wengi miongoni mwa wazazi, na sidhani kama hilo litakuwa na matunda mazuri iwapo tutaendelea katika hali kama hii. Mnaelewa wazi kwamba hii dini yetu ya Uislamu ni dini ya Allah, na nchi yetu kama mnavyojua sio nchi ya Kiislamu, haina mfumo wa Kiislamu. Ikiwa sisi tumejaribu kuanzisha huyu mfumo wa kuisoma dini ya Uislamu, alafu sisi tusiwe wa kwanza wataisapoti, nataka nani atakuja kusapoti hilo?
Kumbe tunataka wazazi mtupe sapoti ya kutosha kwa kuwahimiza watoto watapokuwa nyumbani kusoma, kuhimiza watoto watapokuwa nyumbani kujihitamu, na ili wapate natija zilizokuwa nzuri na maendeleo mazuri katika elimu zao na katika kusoma kwao. Kwa upande wetu Maahad tunajitahidi kadiri tutavyowezeshwa na Allah, lakini pamoja na dua zenu, tuombeni dua Allah aturahisishie kazi hii ngumu na atuwezeshe kufikia katika malengo tuliyochora kwamba tufikie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba awe mbele yetu na atunyoshee njia na kutuondelea uzia wa aina yoyote katika msafara wetu wa kuelimisha vijana wetu. Kwa kumalizia, tulizungumza siku ya kufunga masomo kule kwenye Maahad, utaratibu ambao tunaona utatufaa zaidi kwa ajili ya kuandaa mwaka mpya wa masomo ujao. Wazazi ambao mnatamani kuwaleta watoto Maahad tarehe 15, mtu wapi? Asije tena mtu kutusumbua baada ya 15, tutachukua kama wiki mbili tutafunga milango. Malengo ni kutaka tuwaandike watoto ili tuwafahamu lau kwa siku au kwa wiki 3 kusoma kaida nurania kwa wale ambao hawajabahatikiwa hata kidogo kusoma lugha ya Kiarabu mwezi wa 9, ili lieleweke hivyo. Mwanafunzi atakayekuja mwezi wa 9 huyo hana nafasi kama ni mpya ambaye hakujua herufi. Kumbe ni mapema tu, njooni muandike watoto wenu pale tu watapoanza kutangaziwa tarehe 15 kuendelea wiki 2, kisha waokewe mwalimu wa kuandaa. Na ilikuwa ni fursa pia ya kuwaomba vijana wangu ambao mmemaliza mustawa wa 4 wa lugha ya Kiarabu katika kujitayarishia kuingia thanawia, ningewaomba pia na nyie msiseme tumemaliza. Kule thanawia vijana wengi wakifika wanapata usumbufu, sawa na lugha inayotumika kule ni kubwa kidogo. Ndio maana endeleeni kusoma zile program sana hizi ambazo mmezifanya vijana wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe mbele yenu na awape baraka zake na ulinzi wake katika jitihada mlizofanya ili muweze kuyaona matunda. Wala yasauni an ughadira hadha almakan qabla an uqaddima ahada dhayfayya لتقديم كلمة شكر للمتخرجين ولآبائهم من أولياء الأمور ولهيئة التدريس بالمعهد.